Kwa jina naitwa Grayson Gervas Mgoi. Mimi ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano katika shirika la Uwezo Tanzania. Leo tuko hapa Bagamoyo kwa ajili ya kuzindua kampeni ya wiki 10 ya kukuza stadi za maisha na maadili kwa watoto na vijana. Kampeni hii itahusisha zaidi kuhamasisha wazazi kukuza stadi hizi za maisha na maadili kwa vijana. Tunatekeleza mradi wa kukuza stadi za maisha na maadili kwa East Africa, nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini kwa Tanzania tunatekeleza mradi huu tukiwepo mashirika kadhaa, ikiwepo Uwezo Tanzania yenyewe, shirika la Ukode lililoko Dar es Salaam Kinondoni, lakini na shirika la Milele Zanzibar lililoko Zanzibar, shirika la Sazani pia, pamoja na wadau wengine walioko chini ya mwavuli tunaoita Reli Africa. Reli Africa ni mtandao wa elimu wa kikanda ambao unajumuisha mashirika zaidi ya 70 Afrika Mashariki, ambapo kwa pamoja tuliamua kuanza kutekeleza mradi wa kukuza stadi za maisha na maadili kwa vijana na watoto, ili kuhakikisha kwamba vijana hawa tunawaandaa ili waweze kukabiliana na maendeleo ya karne hii ya sasa ya 21. Kwa hiyo sasa, kwa nini tuko hapa leo Bagamoyo? Leo tuko kwa ajili ya kwanza kuwajengea uwezo watekelezaji wa mradi huu wa stadi za maisha na maadili ambao tunawaita vinara champion, na hawa vinara ndio watakwenda kuzunguka katika maeneo yao, katika vijiji, katika mikutano ya vijiji, katika nyumba za ibada, ili kuweza kutoa elimu kwa wananchi na wazazi kuhusu umuhimu wa kukuza stadi za maisha na maadili kwa watoto wao. Jana tumeanza kwa ajili ya kutekeleza, kuandaa plani yenyewe kabisa namna tutakavyotekeleza mradi huu wa stadi za maisha na maadili kwa wazazi, ili waweze kuwajengea uwezo vijana wao, ambapo miongoni mwa vitu tulivyojadili ni kwamba tutakwenda mashuleni, tutazungumza na walimu, pia tutawajengea uwezo walimu, lakini tutazungumza pia na wananchi, tutazungumza na wazazi, tutazungumza na viongozi, tutazungumza na watu maarufu mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba gurudumu hili la kukuza stadi za maisha maadili linaendelea. Kwa hiyo wito wangu kwa wadau wote kwamba, na niliowataja hapo, wazazi, walimu, wanafunzi, naomba watupe ushirikiano katika wilaya hii ya Bagamoyo, lakini pia katika wilaya mjini kule Zanzibar, ambako tunategemea shirika la Sazani litaweza pia kuongoza mchakato huu likishirikiana na shirika la Milele Zanzibar Foundation. Kwa huku Bagamoyo tunao wenzetu wa Ukode. Shirika la Ukode litasaidiana na hawa vinara waweze kuhakikisha kwamba shughuli hii ya kukuza stadi za maisha na maadili kwa vijana na watoto inafanikiwa. Nadhani wote mmeshuhudia mkurugenzi wa halmashauri ya Bagamoyo ameshiriki hapa na amezindua rasmi kampeni hii, na ametoa wito kwa wadau mbalimbali kuweza kikamilifu kushiriki na kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunashirikiana kukuza stadi hizi muhimu. Na wito wangu pia kwa waandishi wa habari, ninyi ambao pia mmeshiriki mkutano huu, naomba muweze kutupa sapoti, kwa sababu kampeni hii inawategemea ninyi muweze kufikisha hizi habari za stadi za maisha na maadili maeneo mbalimbali. Tutakuwa tunaenda kwenye shule, kwenye mikutano ya vijiji, kwenye mikutano ya wazazi shuleni huku Bagamoyo na kule Zanzibar wilaya mjini, lakini tunategemea waandishi pia mtashiriki mikutano hii na kurusha ili maarifa haya tunayowaachia watu wa Bagamoyo yaweze pia kuwafikia Watanzania wengine, na wenyewe waweze kukuza stadi za maisha na maadili kwa watoto wao na vijana. Jina langu naitwa Einoti Justin, ni meneja wa programu ya Alive ambayo imejikita kwenye masuala ya stadi za maisha na maadili, na leo tuko hapa Bagamoyo tunazindua kampeni yetu ya wiki 10 ambayo imejikita kwenye stadi moja ya maisha ambayo ni stadi ya utatuzi wa changamoto. Lengo kubwa la kampeni hii ni kuhakikisha kwamba wazazi, walezi pamoja na walimu kwa pamoja wanaweza kujengewa uwezo wa kujua umuhimu wa stadi za maisha, lakini hasa stadi ya utatuzi wa changamoto, na namna gani wao kwa pamoja wanaweza kuhakikisha kwamba wanawasaidia watoto kuzijenga au kuijenga hii stadi ya utatuzi wa changamoto. Tunaweza tukajiuliza stadi ya utatuzi wa changamoto ni nini? Stadi ya utatuzi wa changamoto ni mahiri ambayo au ni
ujuzi ambao unamsaidia mtu kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo yeye binafsi, lakini pia changamoto ambazo zinaizunguka jamii yake. Kwa hiyo lengo kubwa la kampeni hii ni kuhakikisha kwamba tunajenga kizazi cha watoto ambao na vijana ambao wanaweza kutatua changamoto zao, lakini pia wanaweza kutatua changamoto ambazo zinaizunguka jamii yao. Kwa nini tulifikiria kuja na kampeni hii? Alive mwaka 2022 ilifanya utafiti ambao ulihusisha vijana wa miaka 13 mpaka 17, na utafiti huu ulifanywa kwa kujua watoto au vijana wetu wenye umri wa miaka 13 mpaka 17 wana level zipi za stadi za maisha, na tulipima nyanja tofauti tofauti, lakini kwenye nyanja ya stadi ya utatuzi wa changamoto, matokeo ambayo yalionekana ni kwa upande wa Tanzania bara, watoto 7.6 peke yao ambao ni vijana wenye umri wa miaka 13 mpaka 17 walikuwa na uwezo wa juu wa utatuzi wa changamoto, na 43% pekee walikuwa na uwezo wa kati, wakati 38% walikuwa na uwezo wa chini wa utatuzi wa changamoto. Kwa upande wa Zanzibari, matokeo yetu ya utafiti yalionyesha kwamba 14% peke yake ndio wa vijana wenye uwezo wa juu wa umahiri wa utatuzi wa changamoto, lakini 43.6 ndio waliokuwa kwenye kiwango cha kati, lakini 22.6 ndio wale waliokuwa kwenye kiwango cha chini. Matokeo yao yanatuambia nini? Matokeo yao yanatujulisha kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuhakikisha kwamba sasa tunarudi kwenye jamii zetu, tunawarejea wazazi, tunawarejea walezi, tunawarejea walimu, lakini na jamii kwa ujumla, kuhakikisha kwamba wanaweza kuwasaidia watoto sasa kuweza kujenga hizi stadi za maisha, na hasa kwenye kampeni yetu stadi ya utatuzi wa changamoto kwa hawa watoto. Kwa hiyo lengo kubwa la kampeni yetu kwa wiki 10 tutajikita kuhakikisha kwamba walezi, wazazi pamoja na walimu wanaweza kwa ushirikiano kuhakikisha kwamba wanazifahamu kwanza wao wenyewe stadi za maisha na hasa stadi ya utatuzi wa changamoto. Jina naitwa Tunu Sanga, nafanya kazi shirika la Okode. Okode inatekeleza miradi yake wilaya Bagamoyo pamoja na Kinondoni, lakini kwa Bagamoyo tutakuwa na zoezi la kampeni ya wiki 10 ya kutoa elimu ya stadi za maisha, hususan kwenye kipengele cha utatuzi wa matatizo. Kama shirika tumejipanga, Okode tutashirikiana vizuri sana na serikali kuhakikisha kwamba elimu ya stadi za maisha inafikia watu wengi zaidi. Tutatumia majukwaa mbalimbali ikiwemo misikiti, makanisa, lakini tutatoa elimu kwa shule, kwa wanafunzi, tutatoa elimu kwa walimu pamoja na wazazi. Lakini Okode pia ina wazazi vinara 34 ambao tumeshawapika, wamewiva, watakwenda kutoa elimu kwa wazazi wengine kwenye jamii ya Bagamoyo. Lakini tunatarajia kufanya kazi kwa karibu sana na vyombo vya habari ambavyo vitasaidia kuhakikisha kwamba elimu ya stadi za maisha hususan kwenye kipengele cha utatuzi wa matatizo inawafikia watu wengi zaidi walioko Bagamoyo na walioko nje ya Bagamoyo. Kwa hivyo tumejiandaa, tumejipanga, tuko kamili, jamii tupokee, iwapokee wazazi vinara ili tuweze kupata elimu ya stadi za maisha na maadili. Lakini pia kwa kipindi cha mwaka jana tulifanya hii elimu kwa awamu ya kwanza, tulitoa elimu kwa wazazi na tuliweza kuwafikia jumla ya wazazi 700, na mwitikio ulikuwa mzuri na tuliona mabadiliko ya kimtazamo. Wazazi walianza kubadilisha mtazamo, namna wanavyolea watoto, namna wanavyowatazama watoto. Na wengine waliweza kukiri kabisa, wanasema kwamba mimi badala ya kumuita mtoto majina mabaya, mfano wewe Mungu wa shenzi, lakini kutokana na elimu ya stadi za maisha wazazi wamebadili mtazamo na sasa wameanza kuacha kuyaita majina mazuri, wanawatamkia mazuri, wanawatamkia mema watoto wao na wanawakuza vizuri kuhakikisha kwamba wanakuwa vijana wazuri kwenye kizazi hiki na kijacho. Lakini tulipata mifano pia kutoka kwa vijana wa bodaboda ambao wamekiri kwamba kupitia elimu ya stadi za maisha pia na wao imewabadilisha mtazamo, kwa sababu hata namna walipokuwa wanazungumza na wateja walikuwa wanazungumza lugha mbaya. Mteja akija ambembeleze anamwambia ishia, potea, nini, lakini wakagundua kwamba kumbe kuna stadi ya mawasiliano ambayo ni ya muhimu, inaweza ikawasaidia hata wao kufanya vizuri kwenye kazi zao. Kwa hivyo bodaboda wameanza kupata wateja wengi zaidi kutokana na kuwa wameboresha namna nzuri ya kuweza kuwasiliana na hao wateja wao. Kwa majina naitwa Majidi Mhina, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo.
Kampeni hii ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Stadi za maisha pamoja na maadili ndio msingi wa utatuzi wa changamoto mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Ukizingatia sasa hivi pia tupo katika ulimwengu wa kidigitali. Kuna mambo mengi mazuri, lakini kuna mambo mengi pia yasipofanyiwa utaratibu mzuri pia yanaweza yakawa mabaya kwa jamii yetu, hasa kwa vijana wanaokuwa. Kampeni imejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba wanafunzi lakini pia vijana waliopo mtaani wanaweza kupata semina au mafunzo yanayohusu stadi za maisha ili waweze kutatua changamoto mbalimbali. Niwaombe wazazi tuwape support au tuwasaidie watoto wetu pia kuangalia namna Mungu alivyowajalia vipaji vyao, tuweze kuwasimamia katika vipaji ili mwisho wa siku basi vile vipaji viweze kuleta matokeo chanya kwa jamii yote kwa ujumla. Lakini pia tuwasimamie katika nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa kila jambo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu ukikosa nidhamu, hutakuwa na maadili yale ambayo jamii nzima kwanza inaweza ikakukubali. Kwa hiyo chochote utakachokifanya katika jamii ambayo imekuona wewe huna maadili, jamii haitakusikiliza kwa sababu watakuona wewe ni mtu ambaye hufai. Kwa hiyo ukiwa na maadili, watu wote watakukubali na mwisho wa siku chochote utakachofanya katika jamii, basi jamii itaona kwamba ni jambo la maana na watatafakari kile ambacho umewaelekeza. Lakini niwaombe pia vijana, ni wakati mwafaka sasa wa kuhakikisha kwamba wanajifunza stadi za maisha pamoja pia na kuwa na maadili, kwa sababu bila stadi za maisha ndio maana sasa hivi tunafikia hatua vijana wengi wana matatizo ya afya ya akili. Yote hiyo kwa sababu wanashindwa kutanua ubongo wao, kutanua vipaji walivyo navyo, ili mwisho wa siku vile vipaji viweze kuwasaidia katika kutatua changamoto zinazowakabili katika maisha yao. Kwa hiyo wananchi, wazazi wote kwa ujumla na vijana, tuungane pamoja na mashirika haya ambayo yameona kuna umuhimu sasa hivi wa vijana kujifunza stadi hizo za maisha.